Hello Tanzania, Dar es Salaam, karibuni sana Mpenja TV tuzungumze michezo. Leo niko Tabata Twiga na nyuma yangu ni Kabwili Cup 2025 Man of the Match. Ndo msemo wetu Man of the Match, lakini hii ni Kabwili Cup mwaka 2025 inafanyika hapa kwenye viwanja vya Twiga Tabata. Niko na Kabwili, tunazungumza naye hapa mengi kuhusu michuano hii, hatua iliyofikia, malengo na vingi ambavyo wana michezo wa maeneo haya Tabata Twiga wamevipata kupitia hii Kabwili Cup na vingine ambavyo wewe utatamani kuvisikia kutokea kwake. Naitwa Diego, karibu sana tuzungumze naye. Usisahau ndugu zetu wa karibu ni Jiboost Energy, GSM Water na ndugu zetu Pax Transportation Limited. Wanasafirisha mizigo kutoka Dar es Salaam kwenda mikoa mingine nje ya Dar es Salaam na nje ya nchi pia. Mizigo yako inapelekwa na bei nafuu. Nazungumza tu na mambo yanakuwa sawa. Bwana Kabwili, vipi? Poa poa, inakwaje? Tuko sawa? Kama kawa. Mimi sija kuona siku nyingi kama pesa mimi. Okay. Niambie. Kwa mara nyingine. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Sawa. Bwana, umeanzisha Kabwili Cup mwaka 2025. Kwa ambaye afahamu labda, hii michuano unaanzisha kila mwaka ama mwaka huu ndio umeanza? Kwa sasa hivi niweze nikasema haya mashindano nimeanzisha tangu 2019 na leo ni season ya 5 katika msimu. Tulishindwa kufanya season ya 2024 kwa sababu niko Rwanda 2023. 24 nilishindwa kufanya kwa sababu ya mambo ya kazi ya kwangu mwenyewe na mambo yaliingiliana, kwa sababu kutokana na sikuweza kupata nafasi ya kucheza timu, kwa hiyo vitu vikawa vinaingiliana, kuna mambo mengi yakawa yanaingiliana. Lakini huu umekuwa ni msimu mwingine tena wa 5 katika kipindi cha Ramadhani, kwa sababu mashindano yetu yapo ndani ya mfungo wa Ramadhani. Kwa hiyo ni kuwapa tu support vijana wenzangu hivyo. Msimu huu tangu umeanza mpaka sasa hivi umefikia hatua gani? Sasa hivi tupo katika hatua ya mzunguko, na mzunguko huu unacheza home and away, na hii ni raundi ya pili na huu mchezo wa 3 katika raundi ya pili. Kuna timu ambayo ishapita ni Makuburi, kuna Miembeni imepita, kuna Kimanga, na leo hapa wanacheza Twiga na wanacheza Tabata Shule na Vingune, ambao Tabata Shule wanaongoza kwa goli 3 kwa mechi ya kwanza, lakini hapa ni bila. Kwa hiyo baada ya hapa tutaendelea na hatua ya robo finali, tutaendelea na hatua ya nusu finali na finali. Na zote hizo zinachezeka ndani ya mwezi wa Ramadhani tu. Baada ya hapo, kwa hiyo finali yetu tunatarajia tarehe 30 mwezi wa 3 kuweza kumaliza haya mashindano. Wewe umenielewa? Lazima? Hapana, siwezi kuzima kwa sababu mimi ndo mwanzilishi wa haya mashindano. Siwezi. Unabaki kama mfadhili, kama top. Of course, lazima nibaki kama mfadhili ili niweze kuweza kuwasupport. Ila nikisema nizime hapa, itakuwa noma kwa sababu kuna timu nyingine utazima watakwambia unajipendelea, unafanya hivi, unafanya hivi. Of course, mpira ni maisha yangu na ni ajira yangu, na fly nikiona hivi wenzangu wana play na fly zaidi, kwa sababu ni kama naona ni zawadi nimewaletea. Siwezi kuwapa wote, lakini naona ni kama zawadi kwao. Kwa wana michezo ambao hawafahamu hii michuano, labda uwape ratiba, lini mnakuwa mko uwanjani na ikitokea msimu mwingine timu zinataka kujiunga zifanyeje? Sisi huwa tunatoa utaratibu wetu kabla ya timu hazijaanza kuanza katika mashindano. Kama wiki 2 tunakuwa tunaandika kwa barua, tunapelekea barua kila timu ambazo sisi tunazihitaji zishiriki katika haya mashindano yetu. Hususan sisi tunatumia sana ukanda huu wa Tabata kwa sababu tunaogopa sana kutumia ukanda mwingine, lakini nadhani mwaka huu tumekuwa tofauti. Mwaka huu tumetumia timu ambazo zimetoka, kuna timu inatoka Magomeni, kuna timu inatoka Abuza, kuna timu inatoka Temeke, kuna timu inatoka Mabibo, Kimanga, na kuna timu inatoka kama hivi unavyoona nani hawa Vingune wanatoka Mabibo, sio? Ni timu nzuri. Kwa hiyo kwetu sisi tunaomba mwakani iwe tupate support ya timu zingine ambazo hata kama huko mkoani sisi tunakukaribisha, kwa sababu ni mashindano ambayo ya kufurahisha jamii na kuiweka jamii vizuri. Mshindi anapata nini? Mshindi anapata ng'ombe, anapata medali 20, anapata kombe kubwa. Mshindi wa pili anapata mbuzi 2, anapata mipira 2. Na mfungaji bora kuna zawadi zile za mchezaji mmoja, kama mfungaji bora anapata kiatu, mchezaji bora yeye atapata kikombe, kipa bora atapata gloves ya kuvaa kabisa na gloves ya kombe. Kuna mchezaji chipkizi tunataka tumkuze, kwa hiyo tutajitahidi tumkuze tuweze kumtafutia sehemu nzuri ya kuweza kuendeleza maisha yake ya football. Kwa hiyo yeye tutampa nafasi ya kumtafutia sehemu of course. Kwa hiyo ataingia kwenye
kwenye uongozi wangu ambao watu wananisimamia katika mpira, basi naamini atafanikiwa pia. Hivyo. Nataka kidogo tuzungumze kukuhusu. Kidogo sana, kwa udogo sana Kabwili. Kwa ambaye afahamu, Kabwili sasa hivi kwa wapi? Kabwili hapa kama ulipomkuta hapa ndio yupo mpa. Nimemkuta uwanja wa Twiga, na maanisha Kabwili ana hudumu wapi kwa sasa? Okay. Mimi nadhani itakuwa vizuri sana kwa sababu tupo katika mazungumzo ambayo ya Kabwili Cup. Tuzungumzie Kabwili Cup kwa sababu tunahitaji kuwainua wenzetu ambao hawajapata nafasi ya kifootball, sio? Itafika time mimi nitaelezea Kabwili iko wapi na anafanya nini na kwa nini iko hapa na kwa sababu gani, lakini kwa sasa hivi mimi naona tuweze tukufanya masuala ya Kabwili Cup kwa sababu itakuwa ni vizuri zaidi ili kuweza kuwapa support. Nimekuelewa uzuri sana. Tumalize kwa hili Kabwili. Kwa namna ambavyo michuano hii inavyoendelea kwa sasa, unaona kwa uzoefu wako, unafikiri kuna vipaji kiasi gani hapa ambapo mawakala labda mameneja wa wachezaji waje hapa kutizama hichi ambacho wewe unakiona na unaamini kwa michuano hii kunapatikana vipaji sana? Kwanza naweza nikasema tunapata bahati nzuri, ligi imeenda kusimama, ligi kuu. Tunapokea wachezaji wakubwa zaidi kama unavyoona hapa. Hapa walishacheza wachezaji wakubwa ambao wameplay katika ligi kuu na wengine of course. Kuna mimi kwa sababu mimi ni mtu ambaye nasimamia hii ligi, lakini kuna watu ambao wenyewe hawaji kusimamia, wao wanakuja kuplay. Kuna timu ambazo zimepita hapo kama Napoli ina wachezaji wa kongwe na wazoefu, Kimanga, Miembeni. Kwa hiyo mimi kwangu ningeomba tu support ya mashabiki, waandishi wa habari kama hivi leo umekuja kunisupport. Niwashukuru sana Baraka Mpenja, msiishie hapa, mje kutupa support na media zingine zote kwa sababu nahitaji support yao kwa nguvu. Nikushukuru sana. Na nashukuru pia mimi mwenyewe. Asante sana. Bwana, huyo ni Kabwili, tumezungumza naye kutueleza kile ambacho anatueleza kuhusu michuano hii ya Kabwili Cup mwaka 2025. Michuano iko bomba na uwanja wa Twiga umetamalaki kama unavyoona kwa picha angavu kupitia Mpenja TV. Sina ziada, naitwa Diego. Asante na kwaheri.